Taarifa kwa vyombo vya habari. Hii ni taarifa kutoka Bodi ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu ya Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Aprili 18 mwaka 2026 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi kuu na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC, mechi namba 7, TRA United dhidi ya Simba Sports Club, mchezo uliomalizika kwa sare tasa ya bila kufungana, yani 0-0. Klabu za TRA United na Simba Sports Club za Dar es Salaam zimetozwa faini ya shilingi milioni 5 kila mmoja kwa kosa la walinzi wa klabu hizo, yani stewards, kupigana mara baada ya timu hizo kuwasili kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid mkoani Arusha. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara kuhusu udhibiti wa klabu. Mechi namba 132, Pamba Jiji dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, mchezo uliomalizika kwa Pamba kukubali kichapo cha goli 3-0 dhidi ya Young Africans waliokuwa wageni katika mchezo huo. Ikumbuke kwamba Pamba Jiji ndio walikuwa wenyeji kwenye mchezo huo. Mchezaji Mudathir Yahya wa klabu ya Yanga amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumpiga kiwiko mchezaji wa Pamba Jiji Ibrahim Abraham wakati mchezo unaendelea kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 5 sehemu ya pili ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Mechi namba 146, Coastal Union dhidi ya Mtibwa Sugar, mchezo uliomalizika kwa sare ya goli 1-1. Klabu ya Coastal Union ya mkoani Tanga imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kurusha chupa za maji kiwanjani, wakati mwamuzi wa kati na msaidizi wake nambari 1 wakiwa wanatuliza vurugu zilizokuwa zikiendelea baada ya mchezaji wa Mtibwa Sugar Victor Collins kumsukuma mchezaji wa Coastal Union Athumani Makambo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 ya kwanza kabisa ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Mechi nyingine ni mechi nambari 151, TRA United dhidi ya Singida Black Stars, mchezo uliomalizika kwa TRA United kuibuka na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Singida Black Stars. Klabu ya Singida Black Stars ya mkoani Singida imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la viongozi wake wawili kuingia kiwanjani na kumwaga vimiminika. Viongozi hao walifanya tukio hilo lililotafsiriwa kama vitendo vya kishirikina kabla ya timu kutoka kwa ajili ya kupasha moto misuli. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Mechi namba 152, Azam FC dhidi ya Simba Sports Club. Klabu ya Azam FC ya mkoani Dar es Salaam imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la viongozi wa benchi la ufundi pamoja na wachezaji kutumia mlango usio rasmi kuingia uwanjani kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 sehemu ya 21 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo na makubaliano yaliyofanyika kwenye kikao cha maandalizi ya mchezo huo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Klabu ya Simba ya mkoani Dar es Salaam imetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kumrushia chupa ya maji mwamuzi msaidizi namba 2 katika mchezo huo mara baada ya kunyoosha kibendera kuashiria mchezaji wa Simba kuotea. Hili ni kosa la kujirudia kwa klabu ya Simba ambapo ndani ya msimu huu wa ligi kuu ya NBC yaani 2025-26 mashabiki wa klabu hiyo walitenda kosa hilo katika michezo miwili tofauti na kusababisha klabu kuadhibiwa. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 sehemu ya kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Taarifa hii imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara TPLB tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2026.
Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.